Kumbusha tena kama nilivyowakumbusha kwenye zoezi phase 1 ya zoezi hili kwamba katika utekelezaji wa shughuli zenu mzingatie sheria, kanuni na taratibu za uchaguzi. Muwe wanyenyekevu kwa wateja wenu mnaowahudumia. Mnaohudumia wengi ni watu wa kawaida tu. Kwa hiyo muwe wapole katika kuwahudumia, na pale ambapo wanakuwa wamekosea katika kutekeleza maagizo yenu msisite kuwarekebisha. Uboreshaji wa awamu ya kwanza ulikwenda vizuri sana. Nawapongeza. Japokuwa kulikuwa na matatizo madogo madogo ambayo yalikuwa yakijitokeza, lakini Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ilikuwa ikijitokeza mapema kuja kutatua changamoto hizo. Mimi changamoto nimezishuhudia mwenyewe kwa sababu nilizungukia maeneo mengi, lakini zingine niliambiwa. Nina imani kama mtafanya kama tulivyofanya kwenye awamu ya kwanza ya uboreshaji wa daftari, tukarekebisha na hivyo vitatizo vidogo vidogo ambavyo mfano wake nimekwisha kutoa hapa, zoezi hili litakwenda kwa mafanikio makubwa, na hatimaye tutakapokwenda kwenye uchaguzi wenyewe mwezi wa 10 kwa tarehe ambayo tutaipanga, utaenda vizuri kwa sababu ya maandalizi mazuri. Kwa majina naitwa Sifaeli Kivamba, ni mratibu wa uandikishaji wa daftari la kudumu la wapiga kura ngazi ya mkoa katika mkoa wa Iringa. Napenda kuwataarifu ndugu zangu, wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa kuwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi iko kwenye awamu ya pili ya uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura katika mkoa wetu. Iko kati ya mikoa 15 inayoanza awali na mkoa wetu umo. Kwa hiyo napenda kutoa rai kwa ndugu zangu tulioko mkoani Iringa tuweze kujitokeza kwa wingi ili tuweze kuboresha taarifa zetu kwenye daftari la kudumu la mpiga kura kwenye mkoa wetu wa Iringa. Aidha, mazoezi ambayo yatafanyika katika kipindi hiki cha awamu ya pili ni uwekaji wazi wa daftari la awali la kudumu la mpiga kura ambalo tulijiandikisha mwishoni mwa mwezi Disemba 2024 mpaka Januari 2025. Kwa hiyo daftari hilo litawekwa wazi, tutapata nafasi ya kuweza kuona majina yetu, usahihi wa majina, lakini pia sambamba na uwekaji wazi wa hilo daftari, sisi kama wananchi kwenye vituo vyetu tunaweza kuona pia kama kuna ndugu zetu ambao walikuwa wameandikishwa kwenye ile daftari lakini hawana sifa ya kuendelea kubaki mle. Aidha ni marehemu wamefariki au wamehama kabisa wako mkoa mwingine, lakini hapo tunaweza kutoa taarifa kwamba wanaweza kuja kuboresha, au hawapo kabisa, wamefungwa, hawana kifungo cha muda mrefu zaidi ya miezi 6 na hawana sifa tena ya kuweza kubaki mle kwenye lile daftari, tunaweza kutoa taarifa. Lakini pia kitu kingine kitakachofanyika ni uboreshaji wa taarifa zetu kwa wale ambao wamehama kutoka mkoa mwingine kuja mkoani Iringa au kutoka kata nyingine kwenda kata nyingine, na zoezi hili litafanyika ngazi ya kata. Kwa hiyo natoa rai kwa wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa tuweze kutumia siku hizi chache tulizopewa ili tuweze kuboresha taarifa zetu na kujiandikisha upya kwa wale ambao hawakufanikiwa kujiandikisha upya. Lakini pia kuna wale wengine ambao waliweza kujiandikisha, aidha wamepoteza vitambulisho au vimevunjika, na ifikapo muda kupiga kura watakuwa hawana kitambulisho kinachowatambulisha. Natoa rai waweze kujitokeza ili waweze kupata kitambulisho kipya. Kwa hiyo nawasihi sana, zoezi mkoani kwetu litaanza tarehe 1 mpaka tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka huu 2025. Kwa hiyo naomba tutumie muda huo tuliopewa vizuri, kwa kuwa apata kuwa na muda mwingine wa nyongeza. Karibuni sana ili tuweze kupata sifa ya kuweza kumchagua kiongozi tumtakaye pale muda wa uchaguzi utakapotangazwa. Asanteni. Kumbusha tena kama nilivyowakumbusha kwenye zoezi phase 1 ya zoezi hili kwamba katika utekelezaji wa shughuli zenu mzingatie sheria, kanuni na taratibu za uchaguzi. Muwe wanyenyekevu kwa wateja wenu
mnaowahudumia. Mnaohudumia wengi ni watu wa kawaida tu. Kwa hiyo muwe wapole katika kuwahudumia, na pale ambapo wanakuwa wamekosea katika kutekeleza maagizo yenu, msisite kuwarekebisha. Uboreshaji wa awamu ya kwanza ulikwenda vizuri sana.